teremka hapo na kukabidhi zawadi. Hiyo zawadi ni nzito kweli kweli, lakini kwa ufupi ni mchoro ama picha inayoonyesha bwawa iko ndani ya kioo. Makofi mengi 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 sana. Ni picha hiyo kabisa kabisa inayoonyesha na picha inapigwa ya kumbukumbu. Tayari. Haya, Mheshimiwa Rais, hiyo ndo zawadi yako. Ni bwawa lako hilo kwa fedha zako, na umeme ni wetu wote. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Makamu wa Rais alishamaliza itifaki ya kukaribisha, basi na mimi sina la kuongeza. Naomba ukaribie. Jamani, naomba tusimame kwa heshima ya kumkaribisha Mheshimiwa Rais. Naomba tukae. Mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mustafa Madbouly, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kiarabu ya Misri, na ujumbe uliofuatana nao. Tambua uwepo wa viongozi wa staafu wa kitaifa. Mheshimiwa Spika wa Baraza la Wawakilishi Mheshimiwa Zuberi Ali Maulid, Mheshimiwa Deo Mwanyika, Mwenyekiti wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kitambua uwepo wa wenye viti wa kamati za Bunge, hasa ile ya nishati na madini, na wabunge wote mlokuweko hapa. Mheshimiwa Hamis Ramadhan Abdallah, Jaji Mkuu wa Zanzibar, ndugu Jingu, mtendaji mkuu wa Mahakama Zanzibar, na wote mliotoka kwenye mhimili huo wa mahakama. Mheshimiwa Deogracius Ndejembi, Waziri wa Nishati, pamoja na waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri wote kutoka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi Zanzibar, lakini vile vile mawaziri wa nishati wastaafu ambao tuko nao hapa, ndugu Muhongo, Kalemani, Januari, lakini pia aliyekuwa naibu waziri mkuu ndugu Doto Biteko. Tunafurahi kuwa nanyi na hongereni kwa kazi kubwa ambayo mmeisimamia. Waheshimiwa mawaziri na wawakilishi kutoka nchi rafiki Rwanda na Malawi, Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Asha Rose Migiro, uongozi wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya taifa, lakini pia uongozi wa Chama cha Mapinduzi mikoa ya Pwani na Morogoro, vile vile viongozi wote wa vyama vya siasa mlioko hapa pamoja nasi. Ndugu Mululi Maendeka, Katibu Mkuu Ikulu, nayemwakilisha Balozi Dr. Moses Kusiluka, na mwakilishi wa Katibu Mkuu Kiongozi wa Zanzibar, waheshimiwa wakuu wa mikoa mliopo mkiongozwa na wakuu wa mikoa wa Pwani na Morogoro, ndugu makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu mliopo kiongozwa na mwenyeji Mhandisi Felchesmi Josen Mramba, Katibu Mkuu wa Wizara ya Nishati, lakini wote mliopo kutoka serikali zote mbili, Dr. Akinu Muyadeshina, Rais mstaafu wa Benki ya Maendeleo ya Afrika, waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa taasisi za kimataifa, wenye viti wa bodi za mashirika yaliyo chini ya Wizara ya Nishati na kwa mahususi leo TANESCO, viongozi na watendaji wa serikali na sekta binafsi mliopo, kamati za ulinzi na usalama mkoa na wilaya, waheshimiwa viongozi wa dini, wakandarasi, wahandisi, mafundi na wafanyakazi wote mliohusika katika mradi huu, vikundi vya sanaa na burudani
ndugu wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Ndugu zangu, shukrani zote ni kwa Mwenyezi Mungu aliyetujalia uhai na siha njema iliyotuwezesha kukutana hapa kushuhudia jambo jingine la kihistoria likiandikwa leo nchini kwetu. Nalo ni tukio hili muhimu la uzinduzi wa kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere. Kwa mnasaba huo, nitumie wasaa huu kukupongeza Waziri wa Nishati, uongozi wa wizara na shirika la TANESCO kwa maandalizi mazuri ya shughuli hii. Kipekee na kushukuru Mheshimiwa Dr. Mustafa Kamal Madbouly, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kiarabu ya Misri, na ujumbe uliofuatana nao kwa kuja kujumuika nasi katika uzinduzi huu. Asanteni na karibuni sana. Ushiriki wenu unaakisi uhusiano wa karibu, urafiki na undugu wa muda mrefu kati ya Tanzania na Misri, ambao umeendelea kuimarika kupitia ushirikiano katika nyanja mbalimbali za maendeleo. Vile vile nashukuru kaka yangu Dr. Akinwumi Adesina kwa kushiriki nasi katika tukio hili la kihistoria. Uwepo wako ni ishara ya kuthamini jitihada zilizofanywa na hatua ambayo Tanzania imefikia katika kuimarisha miundombinu ya nishati kama msingi wa maendeleo ya uchumi wetu. Mafanikio haya ni katika utekelezaji wa lengo la kuwapatia watu 300 wa Afrika nishati safi ya umeme fikapo mwaka 2030 au Mission 300. Kazi ambayo tuliifanya kwa ushirikiano mkubwa kati ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Benki ya Maendeleo ya Afrika na Benki ya Dunia. Kwetu Tanzania tunaendelea na utekelezaji wa Mission 300 na tunakwenda kwa kasi sana. Asante sana. Nashukuru pia viongozi wote pamoja na makundi mbalimbali ya wananchi mliojitokeza kwa wingi kuja kushuhudia uzinduzi wa mradi huu wa kihistoria na alama ya umoja na utaifa wetu. Kwa ujumla, nawapongeza Wizara ya Nishati, Shirika la Umeme, TANESCO, wakandarasi, wahandisi, kamati za wataalamu zilizokuwa zikiundwa muda baada ya muda kuangalia umadhubuti wa mradi, mafundi wetu, washauri, watumishi wa serikali, sekta binafsi na wananchi wote mliohusika katika hatua mbalimbali za utekelezaji wa mradi huu. Asanteni sana. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa na wananchi wenzangu, kwa kutambua umuhimu wa mradi huu, serikali yetu iliendelea kutekeleza kwa uzito unaostahili hadi kukamilika kwake. Hatukuwa na namna ya kuacha kutekeleza mradi huu kutokana na umuhimu wake mkubwa kwa maendeleo ya nchi yetu. Hakika ni furaha kubwa kwetu sote kushuhudia kukamilika kwa mradi huu ambao kwa miaka mingi umekuwa sehemu ya mipango na jitihada za taifa letu ili kuhakikisha tunakuwa na nishati ya kutosha na ya uhakika kwa ajili ya shughuli mbalimbali za maendeleo na ustawi wa wananchi. Tarehe 22 Disemba mwaka 2022 nilikuja kushuhudia kufungwa kwa njia ya kuchepusha maji ya mto Rufiji na kuanzisha rasmi ujazaji wa maji katika bwawa hili ambalo ujaji wake ulitarajiwa kuwa ndani ya kipindi cha miaka 3. Kwa neema ya Mungu, bwawa hili lilijaa ndani ya mwaka 1.5 na kuanza majaribio ya uzalishaji umeme. Kwa furaha kubwa leo tumekutana tena katika eneo hili kwa ajili ya ufunguzi wa mradi huu kwa kuwa umekamilika. Nilipowasili hapa leo nilipata fursa ya kuzindua kituo cha kuzalisha umeme na kutembelea mitambo yake pamoja na kutembelea tuta kuu na kituo cha kupokea na kusafirishia umeme kwenda kwenye gridi ya taifa. Hapa niwaambie kwamba kila kitu kimekamilika na kinafanya kazi, hatua ambayo ni fahari kubwa kwa taifa letu. Tunasema ndoto imetimia na mpango umewezekana. Kukamilika kwa mradi huu kunatufundisha jambo muhimu katika utekelezaji wa miradi ya kimkakati, kwamba uamuzi wa kuanza kutekeleza ni jambo moja,
lakini kinachoamua mafanikio ni nidhamu ya ufuatiliaji, uwezo wa kuhimili changamoto na kusimamia malengo tunayojiwekea. Nami nilirithi vyema mambo hayo. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa na wananchi wenzangu, utekelezaji wa mradi huu una historia ndefu. Katika hili nianze kwa kumshukuru Baba wa Taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa maono na fikra zake za kutumia mto Rufiji kwa ajili ya kuzalisha umeme wa uhakika na kutosheleza kwa ajili ya shughuli mbalimbali za maendeleo ya nchi yetu. Pamoja na Baba wa Taifa, nawashukuru sana Rais wa awamu ya pili hayati mzee wetu Ali Hassan Mwinyi, Rais wa awamu ya tatu mzee wetu hayati Benjamin William Mkapa, na Rais wa awamu ya nne Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete kwa kuendeleza na kuenzi maono na fikra hizo za Baba wa Taifa. Ni dhahiri kwamba safari ya mradi huu haikuwa nyepesi. Tulikumbana na upinzani wa ndani na nje ya nchi katika awamu mbalimbali za uongozi wa nchi yetu na hata katika hatua za utekelezaji wake. Hata hivyo, mwaka 2019 serikali chini ya uongozi wa Dr. John Pombe Magufuli haikutaka kuyumbishwa tena. Iliendelea kuhakikisha fedha zinapatikana, changamoto zinatatuliwa na kazi inaanza. Tunamshukuru sana Dr. John Pombe Magufuli kwa ujasiri aliouonesha. Serikali ya awamu ya sita ilisonga mbele, ikasema kazi iendelee hadi kukamilika kwa mradi huu. Shukrani kwa mawaziri wote waliosimamia mradi huu. Profesa Muhongo, ndugu yetu Kalemani, January Makamba ambaye mimi naye tulipokea mradi huu kwa 33% na mpaka anatoka kwa 91%. Lakini vile vile naibu waziri mkuu mstaafu ndugu yetu Doto Biteko mheshimiwa, na sasa Mheshimiwa Deo Ndejembi. Tunawashukuru sana kwa juhudi mlizofanya mpaka mradi huu leo tumekuja kuuzindua. Swala la kuzingatia hapa ni kwamba tunapofanya maamuzi yenye maslahi kwa taifa, hatupaswi kukata tamaa kwa sababu njia ya kufanikisha imekuwa ngumu, bali tunapaswa kuwa na uthubutu na uthabiti wa kuyasimamia maono na maamuzi yetu ili kufikia malengo tuliyojiwekea na manufaa tunayoyatarajia. Kwa kutambua mchango wa marais wote walionitangulia, leo hii tumewapa tuzo kwa mchango wao. Ndugu zangu, mnakumbuka pia tulipokuja kufunga na kuruhusu maji sasa yaingie kwenye bwawa, tulitoa kumbukumbu, tuliweka kumbukumbu. Tulichukua mawe katika eneo ambalo tulianza kujaza maji, na tukasema mawe yale hatutayaona tena maishani mwetu. Labda ili ziwa, mimi sisemi bwawa, labda ili ziwa likauke kabisa kabisa, ndio mawe yale yataonekana. Lakini kwa kuwa mradi huu una umri wa miaka zaidi ya 100, mawe yale hayatashuhudiwa kwa generation 2 au 3 baada ya sisi kuondoka. Kwa hiyo tukachukua mawe yale tukayatoa zawadi kama ukumbusho wa eneo hili, na leo tumekamilisha, tumetoa tuzo kwamba mradi huu sasa umekamilika. Katika safari hii iliyokuwa na mabonde na milima, tulitembea pamoja na wenzetu, na hapa napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Kiarabu ya Misri chini ya uongozi wa Mheshimiwa Abdel Fattah el-Sisi kwa kushirikiana katika ujenzi wa mradi huu na kutukabidhi kampuni za Arab Contractors na Elsewed Electric kushiriki katika ujenzi wa mradi huu, kazi ambayo wameifanya vyema. Asanteni sana ndugu zetu wa Misri. Hatua hii inaonyesha namna ambavyo nchi za Afrika zikiungana na kushirikiana zinaweza kutekeleza mambo makubwa kwa ustawi wa watu wetu, lakini pia kwa bara lote kwa ujumla. Kwa dhati kabisa natambua na kuwapongeza wahandisi
mafundi, kamati za wataalamu na wafanyakazi wote wa Tanzania ambao walishirikiana na wakandarasi katika kutekeleza mradi huu. Hakika mmefanya kazi ya kizalendo. Hongereni sana na jambo letu limekuwa. Ninapomalizia shukrani zangu, nawiwa kuwashukuru sana wananchi wa maeneo yanayozunguka mradi huu pamoja na viongozi na watendaji wa mikoa ya Pwani na Morogoro kwa ushirikiano mzuri mlioutoa katika kutekeleza mradi huu. Asanteni sana na hongereni sana. Kama tulivyosikia, kituo hiki kinachangia nusu ya umeme unaotumika nchini hivi sasa. Ongezeko hili limesaidia kuondoa kadhia iliyokuwepo ya kukatika kwa umeme mara kwa mara na kusababisha usumbufu kwenye uzalishaji viwandani, utoaji wa huduma ikiwemo mahospitalini na hata matumizi majumbani. Megawati zinazozalishwa na kituo hiki zimeongeza uwezo wetu wa kuzalisha na kuwa na akiba ya kutosha ya umeme. Hivyo basi, tuna imani kwamba mradi huu utaongeza fursa za biashara, uwekezaji, uzalishaji, kutengeneza ajira na kuongeza kipato cha mtu mmoja mmoja na pato la taifa kwa ujumla. Hivyo natoa wito kwa wananchi kuchangamkia fursa zitokanazo na mradi huu. Ndugu wananchi, tunavyoendelea mbele, ili umeme huu utumiwe na wananchi wote, ni lazima tuendelee na ujenzi wa miradi ya kuimarisha gridi ya taifa, ikiwemo ujenzi wa njia za umeme ya kilovati 400 kutoka Chalinze hadi Dodoma, ambayo waziri ameieleza hapa, yenye urefu wa kilomita 345, lakini vile vile upanuzi wa kituo cha kupokea na kupoza umeme kule Zuzu mkoani Dodoma. Na furaha kuwajulisha kwamba njia hiyo ya umeme imekamilika na imeshawashwa rasmi juzi tarehe 20 Agosti 2026, na sasa Dodoma umeme ni wareware. Hakuna tena kukatika, labda hitilafu za kwenye mitambo, lakini 24/7 Dodoma umeme wa uhakika. Na jambo jingine ni kwamba muda baada ya muda tulikuwa tunaibia umeme wa SGR, lakini sasa line ya Dodoma imekamilika, SGR ina umeme wake na haitaingiliwa kwa aina yoyote ile. Njia hiyo ya Dodoma itaendelea kusafirisha umeme unaozalishwa katika bwawa la Mwalimu Nyerere kwenda mikoa ya kanda za nyanda za juu kusini, kanda ya kati, kanda ya ziwa, kanda ya magharibi na kanda ya kaskazini kupitia kituo kile cha Zuzu. Hivyo nikutake Waziri wa Nishati pamoja na TANESCO kuhakikisha miradi hii inakamilika kwa haraka ili umeme ufike katika kanda hizo kwa haraka. Pamoja na uwekezaji mkubwa tunaofanya katika ujenzi wa njia kuu za kusafirishia umeme, serikali imeendelea kupanua wigo wa upatikanaji wa huduma ya umeme kwa wananchi kote nchini. Hadi sasa vijiji vyote 12,318 na takriban 62.4% ya vitongoji vya Tanzania bara vimefikiwa na umeme. Dhamira yetu ni kuhakikisha nchi yote inapata umeme ifikapo mwaka 2030, na nadhani tutafikisha lengo hili kabla ya 2030. Nawapongeza wakala wa nishati vijijini REA kwa hatua hii nzuri, na niwatake kuongeza kasi ya kusambaza umeme katika maeneo yaliyobaki. Lakini pamoja nao tunawapongeza wadau wa maendeleo, African Development Bank na World Bank, nao pia wanatupa nguvu katika kupeleka umeme kwa haraka vijijini. Tunawapongeza sana. Sasa ndugu zangu, tutakapokamilisha kazi hiyo na tunavyoendelea kuvutia uwekezaji ndani ya Tanzania, mahitaji ya umeme yanaongezeka kuwa makubwa. Umeme tunaosema leo tuna akiba ya kutosha, pengine baada ya miaka 3-4 mbele akiba hii itakuwa haitoshi, na kwa maana hiyo tunaendelea kutafuta au kuzalisha umeme
kupitia vyanzo vingine kama jua, upepo, thermal na vyanzo vingine ambavyo vitakuwa vinatosheleza kutupa umeme. Lakini mahitaji haya, kuna kipindi nilisikia minong'ono wakati tunasema bwawa limekamilika. Kuna watu walikuwa wanasema limekamilika, lakini ni white elephant. Nilijitembo jeupe limelala, halina kazi, kwamba hakuna matumizi kwa sababu hakuna njia kuu za kusafirishia umeme. Sasa ujenzi wa njia kuu ni kama nilivyoeleza, unaendelea kwa kasi kubwa, na mradi huu ni mradi wa manufaa makubwa kwa taifa na sio white elephant. Ndugu zangu, ili mradi huu uendelevu kwa miaka mingi ijayo, tuna wajibu wa kutunza, kuhifadhi na kulinda mazingira pamoja na vyanzo vya maji vinavyoleta maji kwenye bwawa hili. Hivyo nitoe wito kwa wananchi wote kuhakikisha tunatimiza wajibu wetu. Niwatake Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Wizara ya Nishati, Wizara ya Maji na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kuratibu na kusimamia kwa karibu zaidi juhudi za uhifadhi wa mazingira na vyanzo vya maji katika maeneo yanayohusiana na mradi huu. Hiyo itafanya mradi huu uishi kwa miaka mingi zaidi. Nataka nizungumze jambo jingine hapa. Tumeanza kusikia taarifa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania kwamba miezi michache ijayo tutakabiliwa na mvua kubwa za El Nino. Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kwenda kujitayarisha, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa kwa wananchi wetu. Kwa niwaombe sana, tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe ili mvua hizi zisilete madhara kwa wananchi wetu. Kwa Watanzania wenzangu, sote kwa pamoja tushirikiane katika kuilinda miundombinu hii ambayo tumeijenga kwa gharama kubwa. Tusikubali wala tusitoe nafasi miundombinu hii kuharibiwa. Kamati za ulinzi na usalama mikoa na wilaya, shirikianeni na wananchi kwa kuweka mikakati mahsusi ya ulinzi shirikishi ili kulinda miundombinu yetu tunayoijenga kwa gharama kubwa, sio tu hapa, lakini kote ambako tunajenga miundombinu ya kitaifa kwa gharama kubwa. Kwa upande mwingine, Wizara ya Nishati na TANESCO na wataalamu wote mnaosimamia kituo hiki kuhakikisha mitambo hii inatunzwa vizuri ili itumike kwa ufanisi na kuleta manufaa yaliyokusudiwa. Wakati napewa muhtasari wa mradi huu, nimeambiwa wataalamu wote wanaoendesha mradi huu ni Watanzania. Ingawa wakandarasi bado wapo, lakini wataalamu wote ni Watanzania. Kwa hiyo Watanzania, huu ni mradi wenu, tunzeni kidumu. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa na wananchi wenzangu, napoelekea kuhitimisha hotuba yangu, niseme kwamba mradi huu umethibitisha uwezo wetu Tanzania. Hivyo uwe chachu ya kusukuma miradi mingine ya kimkakati ili tuweze kujenga taifa thabiti na linalojitegemea. Na hapa naomba nisisitize jambo moja ambalo kila ninapopata fursa ya kuongea na wananchi huwa nalisema, nalo ni amani, utulivu na usalama wa taifa letu. Tunu hizi hazipaswi kutelekezwa au kutekelezwa na vyombo vya ulinzi na usalama peke yao, bali ni wajibu wetu sote. Niwaombeni sana ndugu zangu, tuendelee kuzilinda tunu hizi kwa kuwa ndio msingi wa maendeleo na ustawi wa taifa letu. Bila ya amani, utulivu na usalama ndani ya nchi yetu, tunayoyaona na kuyafurahia hayatakuwepo. Mwisho kabisa ni shukurani. Nashukuru Wizara ya Nishati na taasisi zote, lakini vile vile
nashukuru sana Jamhuri ya Kiarabu ya watu wa Misri kwa zawadi mlizonipatia. Zawadi hizi si zangu, ni Watanzania wote, ni za Watanzania wote, kwamba tumethubutu na tumeweza, na sote tunapaswa kujipongeza, na zawadi zile ni za watu wote. Kwa maana hiyo, kwa sababu ni zawadi za watu wote, zinakwenda kukaa makumbusho ya taifa, wala hazitakaa kwenye makumbusho ya Samia, zinakwenda kwenye makumbusho ya taifa. Baada ya kusema hayo, sasa ninayo furaha kutamka kuwa kituo hiki cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere kimezinduliwa rasmi leo tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka huu wa 2026. Namuomba Mungu aubariki urafiki wetu baina ya Tanzania na Egypt au nchi ya Misri. Mungu aubariki mradi wetu. Mungu atubariki wananchi wa Tanzania, na asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunayo heshima kukuomba kuondoka katika eneo hili la kituo cha uzalishaji umeme cha Julius Nyerere kwenda kuendelea na majukumu mengine ya ujenzi wa taifa letu. Pamoja na Mheshimiwa Rais, utaambatana na mgeni maalum wa Mheshimiwa Rais Dr. Adesina, Rais mstaafu wa Benki ya Maendeleo ya Afrika. Nitaomba viongozi wengine, waheshimiwa mawaziri na viongozi wengine, naomba tuendelee kutulia, tuketi ili tuweze kutangaziana utaratibu wa namna ya kuondoka katika eneo hili. Wakati huo nitaomba Tot Band tumsindikize Mheshimiwa Rais baada ya Brass Band. Naomba waheshimiwa mawaziri tutulie, kwa sababu kuna utaratibu wa usafiri wa kuondoka katika eneo hili. Kwa hiyo ninaomba sana tuendelee kutulia, tubaki tukitulia. Baada ya viongozi wetu wakuu kuondoka, tutapeana utaratibu wa namna ya kuondoka. Asanteni sana.